Uislamu unathamini sana mwanamke Maxi. Hakuna kitu ambacho kinathaminiwa katika Uislamu kama mwanamke. Mwanamke kwenye Uislamu ndio mgeni rasmi, mgeni wa heshima, kwa sababu na ndio maana nafika mahala unaoa mtoto leo, viziwa saa 6 vimesimama, baada ya miaka 3 ule mtoto akiwa anakuja, hujui yule anaenda au anakuja, kwa maana kila kitu kishakuwa sawa sawa tayari. Shehe, kuna hili nimekufuata hapa kwako baada ya kuona kijana wako bwana Diamond Platnumz, mwanamuziki huyu inasemekana amepata mke wa pili. Alikuwa na Zuchu ambaye ni msanii wake, alimuoa na walishafunga ndoa. Nadhani tulikuja tukajadili kidogo, lakini pia kwa sasa inasemekana ameoa mke wa pili. Nitaka nifahamu taratibu za kupata mke wa pili kwa vijana. Mimi nakuzungumzia kwa mujibu wa Uislamu. Uislamu umehimiza kuoa. Na aya ya Qur'an ukisoma inasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Oweni katika wale mnaowapenda wawili, watatu, wanne. Mkishindwa oweni mmoja. Mkishindwa? Yani kuna kitu cha uadilifu. Kama unaona hauna uadilifu, oa mke mmoja. Lakini kuoa nako kunahitaji kuwa na maarifa na kuwa na uchumi. Sijui umeelewa? Kuoa kunahitaji maarifa na uchumi. Lazima uwe navyo. Uchumi ndio mkubwa sana katika kuoa. Kwa sababu uchumi ndio utausababisha ukae na mke. Uislamu hauhimizi kuoa ikiwa hauna uchumi. Kwa sababu mwanamke desturi anataka kuvishwa, kulishwa, kupendeza na kuendelea kimaisha. Uchumi wako kama mdogo, utaoaje yule mwanamke? Utakwenda kumtesa mtoto wa watu. Na ndio maana nafika mahala unaoa mtoto leo, viziwa saa 6 vimesimama, baada ya miaka 3 ule mtoto akiwa anakuja, hujui yule anaenda au anakuja, kwa maana kila kitu kishakuwa sawa sawa tayari. Nyuma kote hakueleweki kabisa. Sasa hii ni shida. Tunakwenda kuwatesa watoto wa watu. Leo imetokea mahala tunaoa, mtu anaenda kuoa mke wa pili kwa sababu kavuna gunia zake za mahindi 200 300, yule wa mwanzo tena hamtaki, kashamfuja, anakwenda kutafuta mke wa pili kumuoa. Na leo tunaoa. Uislamu unathamini sana mwanamke Maxi. Hakuna kitu ambacho kinathaminiwa katika Uislamu kama mwanamke. Mwanamke kwenye Uislamu ndio mgeni rasmi, mgeni wa heshima, kwa sababu siku zote mkiwa katika mikutano mgeni rasmi anakuja mwisho. Na kati ya viumbe Adam na Hawa, aliumbwa Adam, mwisho akaumbwa Hawa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke kwenye Uislamu ni pambo ambalo tunalipambia sisi, ambalo ni mwanamke anapewa heshima kubwa sana. Kuna watu niliwahi kusema wakapiga kelele, lakini narudia tena. Si sheria kwenye Uislamu kumlazimisha mwanamke kupika, kuosha vyombo, kufua nguo, kukulelea mtoto wako. Sio sheria. Wallahi nakwambia sio sheria. Nilisemaga hii watu wakalalamika, lakini mimi nawatetea wanawake. Wana mwanamke utakiwi kumlazimisha au afanye hiki. Kwamba seti kazi. Kwani Maxi umeenda kuposa kule unataka mfanya kazi? Msaidizi. Sasa wewe unataka kuna kitu chako unachokitaka kule. Ndio maana unatoa mahali ili upate pahali. Ili upate pahali, unatoa mahali upate pahali. Basi mwanamke kazi yake kumstarehesha mwanaume tu ndani ya nyumba. Yani kazi yake kutandika kitanda tu ndani ya nyumba. Kazi yake. Wewe ukitaka mfanyakazi, katafute mfanyakazi umlipe laki 200 afanye kazi za ndani. Lakini kwa sababu maisha yamekuwa magumu sana, ndio inafika mahala wanawake wanatusaidia katika kulifanya hilo. Lakini Uislamu unamthamini sana mwanamke. Na ndio maana sasa Uislamu unahimiza kuoa, lakini anayetakiwa kuoa ni yule anayejiweza. Ndugu yangu, chini unandala tu, hali ngumu, maisha magumu, unajifanya kuongeza mke. Wewe unataka kuongeza mke, unataka kuleta mateso kwenye ndoa. Ndoa sio mateso kwenye Uislamu. Ndoa ni furaha kwenye Uislamu. Ndoa ni raha kwenye Uislamu, sio mateso. Uislamu haujaleta mateso. Na ndio maana ikifika mahala mmegombana, mpendani, fujo, Uislamu unasema achaneni. Mwache. Akatafute sio hilo tu. Uislamu umetazama mpaka kitendo cha raha bwana Maxi. Ikiwa mwanamke anakuambia wewe mwanamume mimi huniridhishi wewe Abdalla mimi siridhiki wewe. Penzi lako si riziki kabisa, muache.
Sasa kumbe wanaume hapa tunakuwa akikutamkia bwana Abdalla, mi wewe siliziki kitandani, unilizishi kabisa. Yani sioni hiyo raha, nasikia kwa watu tu mimi hiyo raha, nasikia kwa watu. Baba muache. Utamfanyisha yule mwanamke akatafute mwanamme wa kumpa raha. Mwisho wa siku ndani ya ndoa yule atakwenda kuzini kwa sababu yako. Kwa nini? Kwa sababu kile ulichomuolea hakipatikani. Yes, anataka furaha, hapati. Sasa utafanyaje? Umwache ili aende akaolewe na mwanamume atakayempa furaha, adumu katika ndoa. Sawa sawa na wewe bwana Max, mwanamke ukimuona hakuridhishi na hafundishiki, hupate zile raha unazozitaka, baba muache. hakuna tatizo. Hakuna. Sasa tatizo liko wapi? Sasa ndoa itakuwepo tena Max? Wewe unavyoona kutakuwa na ndoa? Hamna ndoa. Furaha ya ndoa iko wapi? Na wewe unasikia kwa watu tu bwana, ndoa. Mwisho wa siku utaenda kutafuta vimada huko. Uislamu unalitazama hilo. Tafuta mwanamke ambaye unaona huyu mimi sasa tumekaa sawa, mashallah, tumekaa vizuri. Kwa hiyo tabia ya kwenda kuoa hauna kitu, hii tabia kwanza sio nzuri. Kwa nini? Kwa sababu utakuja kutesa watoto wa watu. Leo wapo watu wakishaoa anaenda kumpeleka mkewe shamba huko, kazi yake kumpelekea ng'oo, kanapeleka majembe tu na mapanga na mashoka. Mtoto wa watu analima shamba kiasi ambacho mpaka umkono wote unaota magege. Hata ukimwambia mama Abdalla nipitishie mkono mgongoni kidogo, kama anakupiga msasa, gongo lote linauma. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio umemsababisha wewe mwanamke, umeenda kumpa majukumu makubwa ambayo sio ya kwake. Sisemi wasitusaidie, sheria inawaruhusu kutusaidia kwa sababu hali ya maisha imekuwa mbaya, lakini kazi ya mwanamke sio hiyo aliyokujia nyumbani kwako. Sasa kama Diamond anaoa, kama anajiona ana uwezo, ana pesa, sizungumzii maisha yake kapataje pesa, katafutaje pesa, nazungumzia sheria ya Kiislamu. Uislamu unamruhusu kuwa wa pili, kuoa watatu, kuoa wake wanne, unamruhusu. Wala una shida, Uislamu unakuruhusu kama una uwezo, piga wa pili, piga watatu, piga wanne, mwisho wa nne tu pale umefika. Na wewe bwana, kama utakuwa na wake wanne unaenda kuzini, wewe utakuwa tena umeshindikana. Wanne. Alafu bado unazini, au utakuwa kiboko. Uislamu umetazama mbali. Inabidi uangalie kila rangi. Tazama mrefu kidogo, tazama mweusi kidogo, tazama mweupe kidogo, tazama mwenye mzigo kidogo, tazama basmati kidogo. Sasa wewe utaenda wapi tena wake wanne wote hao? Au utakuwa mashine. Wewe utakuwa umeandikiwa moto kabisa. Wake wanne unaenda tena kujiburudisha nje huko. Au utakuwa una shida. Sababu kila unayetaka pale style utapata. Mwafrika, Mwarabu, Mzungu, Mwesia kidogo, wote utakuwa nao pale. Shida nini? Au kiamua ukitaka mbegu ndefu, fupi, mnene, mwembamba, yote Mungu kakwambia oa, ili mradi Mungu anakuepusha wewe usende zina. Maxi, tukubali tukatae, wapo watu wanawake mmoja mmoja, yule mke hawatosheki naye, wana vimada kibao nje. Hilo watu wapinge wasipinge. Ni kweli mke mmoja hatoshelezi, na watu ndo maana wana vimada nje wengi sana. Kasa dunia ya sasa tuliokuwa nayo. Kama Diamond kaoa mke wa pili, sina hakika, lakini kama kaoa na yeye mwenyewe anasema Muislamu, sijui matendo yake, lakini anasema Muislamu, anaitwa Nasibu. Sawa, kama anasema kaoa, ana uwezo mke wa pili, Uislamu unamruhusu, au hujamkataza. Uislamu unakukataza wewe pangu pakavu tia mchuzi, usende kutesa mtoto wa watu. Ukajitaka kwenda kuoa mke wa pili, una pesa, itakuwa shida she. Huwezi kukaa kwenye ndoa na mwanamke wa staili hiyo. Ndoa ni starehe, ndoa ni furaha, ndoa ni mnakaa ndani mnatabasamu. Kula ujala mtatabasamu vipi, mtacheka vipi? Unataka kutia na tabu katika ndoa. Una hela utafurahi wapi? Sasa usijitie ushambenga ukaenda kuoa mke mwingine wa ukate una kitu. Utawaekea watu mkeo bure kwa sababu anataka kanga ya kuvaa na wewe una. Sasa tuache ule ubwege na ujinga wa kistailio. Uislamu unaruhusu kuoa wake wawili, watatu, wanne, lakini sharti uwe na uwezo wa kuwahudumia hao watu. Sawa, experience kidogo ya wake hawa, wanawake ukioa mwanamke wa kwanza, wa pili, wa tatu. Maisha yao huwa yanakuaje? Je, huwa wanapendana kweli kama ambavyo huwa tunasikia kwamba mke wa kwanza anatakiwa mpende wa pili, wa tatu hivyo?
Sio kumpenda, hiyo kumpenda itakiwi kwenye dini. Yaani kipengele cha kusema kumpenda, hiyo haipo kwenye dini. Ila Uislamu unataka umpenda, ila kama hujampenda shauri yako. Kwa nini? Lakini ndoa ni mali ya mwanamume Maxi. Kwenye Uislamu mwenye uhalali wa ndoa yake ni mwanamume, sio mwanamke. Hii kauli ya wanawake kusema tumeoana ikome, sio kauli ya kweli. Wewe umeoana na nani bwana? Mimi ndo nimetoa pesa kuja kukuoa. Inatakiwa afanye asemaje? Mwanamke aseme kaolewa na mwanamume. Sio tumeoana, ameoana na nani? Na ndio maana naolewa na wewe. Mwanamke kaolewa na mwanaume. Wana kauli yao tumeoana, inataka kuanza vurugu hapa. Kwamba naye anajiona na madaraka kwenye hiyo ndoa. Ndoa ni mali ya mwanaume. Na ndio maana talaka anatoa mwanaume. Na ndio maana mwanaume ndo kaenda kuposa, mwanamke akataja kiasi anachokitaka, shilingi ngapi, mwanamume akajipinda, akatoa kile kiasi, akakabidhiwa mtoto, akarudi naye nyumbani. Mwenye mamlaka yote ni mwanamume mwenye ndoa yake. Na Uislamu haujakwambia kwamba ukioa huyu usioe tena. Ile ni dini Mungu anataka ufanye. Kwa hiyo kama umeamua kuoa, Uislamu unakuruhusu kuoa mwanamke mwingine, lakini sharti uwe na uwezo. Sio huyu wa kwanza tu umwezi unataka kuoa mwingine wa kazi gani? Shughulika kwamba huyu wa kwanza anakula vizuri, analala vizuri, mambo mazuri, kila kitu kipo sawa, alafu oa mwanamke wa pili, sio shida. Wanawake wako wengi Maxi, tuwastili hawa. Wewe mimi nikupe mfano mmoja uone wanawake kama wengi. Wanaume wanazaliwa kwa uchache, wanakufa kwa wingi. Wanawake wanazaliwa kwa wingi, wanakufa kwa uchache. Leo ukipiga tathmini kila asubuhi wanawake wanazaliwa wengi, wanaume wachache. Lakini ukisikia mgodi umefunika watu, waliokufa wanakuwa kina nani? Wanaume. Ukisikia baharini wavuvi huko wamekufa, wanaume. Kwa hiyo sisi tunazaliwa kwa uchache, tunakufa kwa wingi. Wanawake wanazaliwa kwa wingi, wanakufa kwa uchache. Tugawane wanne hawa. Lazima tugawane. Sio lazima, lakini mimi naomba tugawane. Ili wale waene sasa, wale haja zao watazitoa wapi? Kwa hiyo Uislamu unatazama mbali sana bwana Max. Kwa hiyo Diamond kama kaoa, tumuombe dua katika ndoa yake arudi katika mstari wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tusiwe tunachagua vitu vya kufanya katika dini. Ukichagua kuoa manake umemkubali Mwenyezi Mungu. Acha kamari, acha pombe, acha mambo ya kijinga, rudi katika toa ya Mungu. Isiwe sababu unamkubali Mungu kwenye kuoa, lakini bado unabetisha, una dude lako la kamari ambalo Mungu anasema ni uchafu, ni haramu, na mtu akicheza kamari akibetisha akiona ile dude anakwenda motoni. Kwa hiyo kama umemkubali Mungu huku, tunamwombea Mungu amkubali na Mungu kwa upande ule, kwa sababu kila mwanadamu ana madhaifu. Hatusemi sana kwa sababu kila mwanadamu ana madhaifu, na kila mtu anaomba mwisho mwema. Hapa tulipo unaweza kukota mwisho wako mbaya, umeanza vizuri lakini umemaliza na mwisho mbaya. Kinachoangaliwa katika Uislamu ni mwisho mwema. Kwa hiyo tuwaombee hawa wote wanaofanya maasi, Mungu awabadilishe, awape mwisho mwema, kwa sababu mwisho mwema ndo kila kitu. Na inawezekana labda ndo kaoa mke wa pili, Mungu ndo anamleta katika mwisho mwema, inawezekana. Kwa hiyo samshingi kuwaombea dua vijana warudi katika mstari. Sasa kukumalizia, inasemekana kwamba aliyemuoa amemuoa ni yule ambaye mfanyakazi wake, lakini pia alikuwa ni rafiki na Zuchu. Wewe inakuwaje? Je, wataendelea kuwa marafiki? Tunataka tufahamu wake wenza. Mara nyingi wanakuwa ni marafiki na wanaishije? Unajua kuna kitu hapo hatuwezi kukizungumzia sisi kwamba wataishi vipi au urafiki wao utaendelea. Hatujui walizungumza nini, inawezekana kuna makubaliano au kama sio makubaliano Diamond kaoa kuamua kuoa, iwe kaoa mfanyakazi wake madhali sheria inamruhusu, hajafanya kosa. Kuna watu wamekatazwa kuoa lakini sio msichana wako wa kazi. Huyo ni halali kwako kuoa wala sio haramu. Kwa hiyo Uislamu hautazami namna gani watakavyoishi. Uislamu hautazami mwanamke huyu na mwanamke huyu watasemaje katika urafiki wao. Muislamu unatazama lile jambo unalolifanya ni la halali. Umenielewa Maxi? Hilo jambo unalolifanya ni la halali. Ikiwa la halali halina shida, lifanye tu, hamna shida. Swala la kuoa wataongea watafanyaje, yeye ndo atajua kwamba namna gani atawaeka vizuri. Na ikiwa mwanamke huyu na mwanamke huyu hawaongei, watapata dhambi, kwa sababu huyu amefanya jambo la dini, hajafanya jambo kwa binafsi yake. Kwa hiyo hata ikiwa amemuoa madhali huyu sheria inaruhusu kumuoa, yupo sawa wala hamna shida. Kwa hiyo itafika mahali tu wataongea wenyewe.
watajua wenyewe wanaume wanatakiwa wasuluhishe. Atakaa nao bwana, sheria inasema hivi hivi, watu wa dini labda hivi, inategemea dini yao ikoje. Akiwa mtu wa dini atakuwa sawa, akiwa wanawake sio watu wa dini ndio shida. Na ndio maana mara nyingi tunaambiwa tuoe mwanamke ambaye mwenye dini. Kwa nini? Kwa sababu ukimweleza habari ya Mungu atakuelewa. Lakini kwa mwanamke tu umependa kwa sababu ana mzigo, atakupa shida sana kwa kumwambia habari ya Mungu, hawezi kukuelewa. Mara nyingi analinga kwa sababu anajiona yeye mzuri, wanaume wanamtaka, wanamtongoza, wanafanyaje. Kwa hiyo ukimwambia habari ya Mungu hawezi kukuelewa. Lakini Mtume akasema tuoe mwanamke ambaye ana dini. Mwanamke anaolewa kwa mambo manne max: mali yake, ukoo, dini yake na uzuri wake. Mambo manne tu. Mali yake umekatusia mali, ukoo. Katika kuwa tazama ukoo nao. Kuna ukoo na matusi vibaya mno. Huwezi kupata jambo la heri hapo. Alafu pili, uzuri wa mwanamke. Alafu tatu, nne, dini yake. Lakini Mtume akasema kwenye dini hapa ndo chagua mwanamke utastarehe hapa. Kwenye dini ndo simama mwanamke utastarehe naye kwenye dini simama. Mimi nikupe kisa kimoja. Wanawake wasiokuwa na dini wana shida. Wana shida kubwa sana, tena sana. Mwanamke sometime anaweza kukubali wewe maxi kuolewa na wewe kwa sababu kuna mali nyumbani. Anatazama ile mali yako ataisolve vipi. Kwa hiyo anaweza kuja kuishi pale bila mapenzi, bila kukupenda. Ataangalia ile mali iko vipi. Ikiisha tu anafanya safari. Au kishatimiza malengo yake anafanya safari. Kuna baba mmoja alirudi kazini akawa anamwambia mkewe, mke wangu bwana, kazini kule wenzangu wote wamekufa, ofisi imeungua moto. Nimepona peke yangu. Anaambia ofisi moto, nimepona peke yangu. Mke wake akamwambia, mume wangu, Mungu anakupenda sana wewe. Tazama sadaka hizo, sala zako, maombi, Mungu kakunusuru. Siku zote mume wangu nakwambia usiache kuswali wewe, usiache kutoa sadaka, usiache kumuomba Mungu. Angalia Mungu alivyokunusuru. Wenzio wote wamekufa, umebaki peke yako mume wangu. Mshukuru sana Mungu. Mwanamke akamwambia, uliponaje sasa wewe mume wangu ofisi moja? Mwanamume akamwambia, bwana mimi nilishikwa na haja kubwa. Vile vyoo vya ofisini vyote pale vikawa vimejaa. Nikaamua kwenda kwa jirani kule kujisaidia. Wakati nipo kwa jirani kule, huko ofisi ikafanya nini? Ikawaka moto. Wale wenzangu wote wamekufa. Mwanamke akarudia, mume wangu, unaona sadaka hizo? Unaona sala hizo? Unaona maombi Mungu alikakutoa Mungu, kakubebesha haja kubwa ili mradi utoke tu pale mahala wenzio wafe. Mwanamke akasema, lakini wale wenzangu waliokufa wake zao wamefidiwa hela kwa ajili ya maisha. Mwanamke akaweza, unasema? Mwanamke sasa anamuuliza, unasema wamefidiwa hela shingapi? Akamwambia wake zao wamepewa milioni 10. Kwa sababu wanaume zao wamefanyaje? Wamefiwa, ili wamekufa ili wao zile pesa ziwasaidie. Mwanamke alisimama, akamwambia unasema shingapi? Milioni 10. Basi akageuka mwanamke, unaona kunya kwako unavyotokosesha hela? Akili imeruka, kasahau kwenye hela. Anamwambia umeona alivyotukosesha hela? Kwa hiyo watu nao wanawake wa kuwaangalia. Yupo mwanamke anakubali tukuolewa kwa sababu pale kuna mali, hana mapenzi ya dhati. Na ndio maana tukaambiwa chagua mwanamke mwenye dini, utafurahia maisha yako. Neno lako moja kwa Bwana Nasibu Diamond Platnumz kwa hiki ambacho umekifanya. Mimi Nasibu kama ameoa namuombea dua, lakini namuomba arudi katika mstari. Unajua Nasibu ni kioo cha jamii. Vile anavyovaa misalaba mimi inaniumiza sana, mtoto wa Kiislamu. Vile anavyojichola. Kuna watu wanaiga sana vile vitu. Kwa hiyo namuombea Mungu amrudishe taratibu atoke katika zile habari nyingine ambazo hazina maana, si mambo ya betting, mambo ya kutangaza ulevi nini, vitu ambavyo mimi vinaniumiza sana nikiona Muislamu anashiriki katika vitu hivyo. Kwa nini? Kwa sababu anahadaika na maisha ya duniani. Hajui maisha ya duniani ni mapito tu, kwamba ipo siku tutapita. Walikuwepo kina Ngwea hapa, walikuwa wanaimba muziki kina Ngwea, waimbaji wazuri sana walikuwa, lakini mwisho wa siku wameiacha dunia, wamekwenda. Basi tujue kwamba na sisi tutaiacha dunia, tutakwenda, ila Mungu amjalie salama katika ndoa yake. Yes, bwana, ni maneno ya Sheikh Shafii